Cha ajabu cha kwanza, Mwenyezi Mungu umeamua kwanza kuumba mauti, alafu umeumba uhai. Hiyo inamaanisha kuwa kile ambacho ulichoanza kukiumba lazima kitarejea kwako. Una maana kuwa umeumba mauti ili mradi sisi wanadamu tusijisahau kwamba wote tumetokana na mauti, alafu ukatupa uhai. Kifo ndo siri pekee ambayo mwanadamu mpaka kesho anashindwa kuelewa sababu hasa za mtu kufa na kutokuwa na pumzi. Na hata hivyo, ni kitu gani ambacho hasa nafsi watu wanaweza kaizuia usiweze kuitoa? Wewe ndio mfalme, wewe ndio uliweka hiyo siri. Ukiwajalia wanadamu wengi wanajua kujenga ndege, meli, mabomu, hata kuona wenyewe kwa wenyewe kwa vyombo ambavyo wametengeneza wenyewe, lakini siri ya kifo ukuwahi hata siku moja kuweka walau robo ya siri nzima kuielezea sehemu yoyote. Japokuwa katika vitabu umeelezea baadhi kwa uchache kidogo uchungu wa kifo na uchungu wa kutolewa roho, lakini wewe ndo mweza wa yote. Tujalie sisi waja wako tunayekuja kwako turejee hali ya kuwa umetulizia. Wajalie wafu wote waliopo katika mazingira ya huko makaburini, huko akisubiria siku ya hukumu, Day of Judgment. Ndio siku mzito kuliko ile waliotangulia. Hakika tunalia, na ukiona kwenye kifo tunalia na wengi. Kwanza wenzetu wameshaona uchungu wake, na sisi bado. Itakuwaje kwa upande wetu? Mwenyezi Mungu, mjalie mama huyu. Wewe ndio mweza wote, wewe ndio kumlipa chochote unachoweza huko, lakini sisi hatuwezi kuomba chochote zaidi ya kumwombea mja wako, kumunzisha katika mikono salama, apate maisha bora hapa makaburini na pia huko ahera. Siku ya kiyama ni mwenye kuwa daraja la juu. Wewe ndio mwenye kumpandisha mtu na mwenye kumshusha mtu, hakuna mwingine isipokuwa wengine wanahukumu hapa duniani, lakini wewe ndio mwenye hekima na busara na haki, ipo yote kwako. Mwenyezi Mungu, wewe ndio mweza wa yote. Mwisho kabisa, mjalie huyu mama, watu wote ambao walienda kumzika wajifunze kutoka kwao, kwani kujifunza kutoka kwake pia ni sababu itosha kwake. Mwenyezi Mungu, sisi waja wako usituache katika safari hiyo, tupunguzie kidogo au toa kabisa adhabu ya kifo, kwani siku na watoto roho tusiweze kukufuru. Sheitani akituongoza tunaweza kukufuru, kwa sababu ulishasema mwenyewe